Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe sana katika siku nyingine tena njema ambayo tumeipata kukutana katika jumuiya yetu, fellowship yetu. Na niseme kitu kimoja kwamba hauko mahali hapa kwa imekuwa tu bahati mbaya. Huwa nalizungumza mara kwa mara. Mahali popote ambapo jina la Yesu linatajwa, jina la Yesu linatajwa kwa nia ya kweli, sababu jina la Yesu linaweza kutajwa katika nia mbalimbali. Kuna mtu mwingine anaweza kataja jina la Yesu lakini kuna nia ambayo inamsukuma anakuwa na mategemeo ya kimwili. Lakini mahali ambapo jina la Yesu linatajwa kwa nia ya kweli, maana yake mahali hapo Roho wa Mungu ndiye anayeongoza. Wakusanyikapo wawili watatu kwa ajili ya jina lake, yupo katikati yake. Kwa hiyo niwakaribishe mno kwamba tuko hapa, sote tunajifunza, tunajengwa. Na nilikuwa ninawaambia mara kwa mara kwamba the more unatumia kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, ndio namna ambavyo kinakuwa. Ukitaka kusonga hatua nyingine, kwa sababu katika ukuaji kuna hatua, lazima tukubaliane na hiyo kitu. Kwenye ukuaji kuna hatua. Kama vile mtoto mdogo ambavyo anaanza kubebwa, baadaye anatambaa, baadaye anaanza kutembea, alafu anakuja kuwa mtu mzima. Ndio namna ya uhalisia wa maisha. Ukimwona mtu amefika hatua kubwa sana katika maisha, aidha kiuchumi, kijamii, kihuduma, kuna namna ambavyo alianza. Na wakati mwingine huwa tunakuwa na mategemeo ya kuvuka hatua. Kwamba tunakuwa na mategemeo kwamba nianze niende hatua. Unajua kwa nini Mungu anazingatia sana hatua katika ukuaji? Kwa sababu kama hakuamini kuweza kutambaa kwa miguu, yaani kama kwenye hatua ya awali bado haujakomaa, kwenda kwenye hatua nyingine itakuangamiza. Tuchukue mfano kwa magorofa. Wanavyojenga gorofa, lazima wahakikishe kwanza hatua ya chini imekauka vizuri, imekaa vizuri, alafu ndio wanaenda hatua nyingine. Kwa sababu ukienda hatua nyingine kabla hatua ya chini haijaimarika, haijakauka, haijakuwa vizuri, yaani hilo jengo lote linakuja kuporomoka, kuna siku litakuja kuporomoka. Kwa hiyo hatua ni kitu cha muhimu, na nimesema kwamba tunakuja hapa, Mungu anatujenga ili tuendelee kusogea hatua kwa hatua. Na nimekuwa nikiona mimi katika maisha yangu kwamba naendelea kusogea hatua kwa hatua, kwa sababu unapotumika, maana yake ni kwamba lazima uwe unasikiliza zaidi, uwe unajifunza zaidi. Ukitumika kwenye drum, pengine lazima utaanza kuangalia rolling za watu mbalimbali. Ukitumia kwenye eneo fulani, lazima utaanza kujifunza kwenye hilo eneo. Alafu unazidi kukomaa, unazidi kukua hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na mimi kwa nafasi yangu niko hapa, na naamini Mungu anazidi kunikomaza katika kuachilia neno lake. Tunakwenda kuendelea na ujumbe ambao tulikuwa tumeuanza wiki 3 zilizopita. Tulikuwa tumeanza ujumbe ambao ulikuwa una kichwa kinachosema elewa matokeo ya kupokea na kutoa msamaha. Tulizungumza kwa kina kwa habari ya msamaha, na tukaona kwamba wokovu tulioupokea, msingi wa wokovu tulioupokea katika Kristo Yesu ni kwa sababu ya msamaha. Yaani njia ya wokovu katika Kristo Yesu ni kwa sababu ya msamaha. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba tumeokolewa sawa, lakini msingi wa wokovu tulionao ni msamaha wa Mungu. Kwamba hatujachangia chochote. Kwa sababu tuliona kwa kina kwamba inapokuja swala la msamaha tukasema kwa namna rahisi ni ile mtu kusitisha adhabu. Anasitisha kukuadhibu. Kwa sababu tu kuna namna fulani ambavyo ameamini kwamba kuna namna fulani utajifunza
na kubadilika. Anakupa nafasi nyingine. Kwa sababu kama pengine labda ulikuwa unadaiwa, alafu ukalipa deni, maana yake ni kwamba wewe mtu hawezi tena kukusamehe. Kwa sababu nini? Kwa sababu umelipa, unastahili. Yaani sisi mbele za Mungu tumestahilishwa. Kwa hiyo msingi wa wokovu wetu ni msamaha wa Mungu. Na ndio maana ni muhimu sana kuangalia msamaha kwa kina, kwa sababu msamaha tuliopokea pia tuliona kwa kina kwamba unaweka wajibu pia na sisi kuwasamehe wengine. Kwa sababu kama sisi Mungu ametusamehe ili kusudi tuweze kufanywa kuwa bora. Kwa hiyo kumbe tunaweza tukaachilia msamaha kwa wengine, alafu ule msamaha ukawa ni opportunity au ukawa ni fursa ya wao kuweza kubadilika. Kwa sababu kama kila mtu tukisema kila mtu hapa tuangalie kwamba kuanzia asubuhi au kuanzia wiki hii makosa aliyoyafanya, inawezekana wote tungekuwa ndani katika sheria tu za wanadamu hizi. Kuanzia barabarani tunapotembea huko, kuanzia namna ambavyo tunafanya, tukianza kwa sheria tu za kibinadamu, kama tungeanza kuangaliwa, kwa sababu wengine wafao tunaendesha vyombo vya moto, inawezekana sehemu ya 50 umetembea 60 tayari ni kosa. Inawezekana sehemu fulani umefanya hivi, umemdanganya mtu tayari. Kama kila mtu angepimwa. Kwa hiyo msamaha unatupa second chance. Kwa hiyo tuliona kwa kina kuhusiana na msamaha. Na kwenye kipindi kilichopita tuliangalia viashiria vya kuwa mtu amekusamehe, tukaangalia matokeo ya kupokea na kutoa msamaha kwa kina. Lakini tulianza kwenye kipande cha msamaha tuliopokea ndani ya Yesu Kristo. Msamaha tuliopokea ndani ya Yesu Kristo. Na tukaanza kwa kujiuliza swali kwamba kama msamaha unakuja unasitisha adhabu, kwamba ulistahili adhabu, alafu msamaha unachokifanya unasitisha adhabu. Tukaangalia sasa, je, kama msamaha unasitisha adhabu, ni adhabu gani ambayo tulistahili kupokea kwa ile Yesu kutusamehe? Tukaangalia kwa kina kwamba tulistahili mauti ya milele kwa kupokea uzima wa milele. Kwamba tukaangalia kwamba kuna Mungu atakuja kuihukumu dhambi. Kwamba shetani alivyoasi mbinguni, kuna namna ambavyo Mungu akaweka siku ambayo atamhukumu shetani. Lakini kwa sababu alikuja akafanya hila katika ulimwengu, maana kwamba hata wale wanaomwamini watapokea hukumu pamoja. Kwa hiyo adhabu tunayoepuka katika Kristo Yesu ni adhabu inayoitwa adhabu ya mauti ya milele. Ile adhabu ambayo ambao wanamfuata Ibilisi na mawazo yake wataangamizwa milele, au wale ambao wasiomwamini Kristo. Tuliona kwa kina kwamba katika adhabu ile ijayo au hukumu ile ijayo kitaangaliwa kitu kimoja: umemwamini Yesu Kristo, haujamwamini Yesu Kristo. Tukaangalia kwa kina pia, sio kwa matendo yetu, kwamba tukipima kwamba sisi mbele za Mungu tunastahili kwa sababu ya matendo yetu, tutakuwa tunajidanganya. Mungu anatukubali tulivyo kwa sababu tuko ndani ya Yesu Kristo. Na tuko ndani ya Yesu Kristo kwa nini? Kwa sababu atukarabati, atutengeneze. Na ndio maana tunasikia neno lake kila siku. Anasema ututakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Ututakase. Neno la Mungu linatutakasa, linatufanya tunakuwa safi. Kwa sababu tunapookolewa, ndani ya roho zetu zinazaliwa mara ya pili. Kwamba roho zetu zinazaliwa mara ya pili, lakini ule utu wa nje bado kuna tabia ambazo unazo kwa sababu ya mawazo ambayo tayari yashaingia katika moyo. Sasa leo tunaendelea, naomba tuendelee kidogo, maana nilikuwa tuna flashback na rejea kidogo. Leo tunaenda kuangalia kipengele ambacho kinasema elewa namna ambavyo damu ya Yesu inahusika kuachilia msamaha. Elewa namna ambavyo damu ya Yesu inahusika kuachilia msamaha. Na kitu ambacho ni cha
ni cha muhimu sana. Ili neno la damu ya Yesu tumelisikia mara nyingi. Sikia damu ya Yesu inanena mema, damu ya Yesu imetuokoa, damu ya Yesu inatusafisha. Wengine wanaomba kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo ni muhimu pia kujua hii kitu cha damu ya Yesu. Kwa sababu unajua ukimwambia mtu ambaye haelewi kabisa mambo ya damu, anakuona wewe damu inakusafishaje? Yaani logically ukiangalia kuna vitu fulani ambavyo tunafikiri kwamba tutakuwa tuvipokee kama vilivyo. Lakini ni muhimu kuelewa pia mambo ya kiroho jinsi yalivyo. Kwa nini damu? Kwa nini damu ya Yesu inatutakasa? How inatutakasa vipi? Unajua kuna mtu anaweza akakuuliza kama damu ya Yesu imekusamea. Damu ya Yesu inatusafisha dhambi. Mtu anaweza akakuuliza, hata mtoto tu. Damu ya Yesu inakusamea vipi? Inakusafisha vipi? Anaweza akakuuliza hilo swali, alafu kwanza toka, hebu nenda bwana, maswali yako ya kitoto nenda. Kumbe haujui. Kwa sababu nini? Kwa sababu tunamezeshwa. Lakini ni muhimu kuelewa kwamba damu ya Yesu inavyotusafisha dhambi ni kwa lojiki gani? Kwa namna gani? Kwa namna gani? Kwa hiyo damu ya Yesu kwa utangulizi, damu ya Yesu haina matumizi mengi kama tunavyodhani au wakati mwingine tunavyofundishwa. Tumeona damu ya Yesu wakati mwingine watu wananyunyiza kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye magari. Sikia unaona sticker pale. This car is protected by the blood of Jesus. Kwamba gari hili linalindwa na damu ya Yesu. Tunaona watu wananyunyiza damu kwenye biashara, nanyunyizia biashara yangu damu ya Yesu. Nanyunyizia hiki, nanyunyizia nyumba yangu damu ya Yesu. Sasa lazima tuelewe kwamba damu ya Yesu ina matumizi mengi kiasi hicho. Yaani matumizi ya damu ya Yesu ni yapi? Lakini damu ya Yesu haina matumizi mengi kama tunavyofundishwa. Na hata tukiangalia maandiko hayajaelezea kuitumia damu ya Yesu kwa jinsi tunavyojisikia, tunavyotaka. Unajua kuna namna ambavyo unaweza ukaamka. Kuna mtu mmoja alishaona kwamba ananyunyizia mapepo damu ya Yesu. Yaani kuna namna ambavyo unaweza ukafikiria kwamba damu ya Yesu unaweza ukaitumia unavyojisikia. Lakini ukiangalia Biblia, ukiangalia maelekezo, maandiko, sababu unajua sisi reference yetu ni maandiko. Yaliyotangulia kuandikwa, yameandikwa ili kutuonya sisi na kutuelekeza pia. Hakuna ushahidi wa kwamba damu unaweza ukaitumia namna unavyojisikia, namna ambavyo unajisikia. Na sehemu popote ambapo damu ilinyunyizwa hata katika Agano la Kale ni maelekezo ambayo yalitolewa na Mungu. Kiangalia katika Agano lile la Kale walikuwa wanatumia damu physical kabisa, damu za wanyama. Yaani Mungu aliwaambia kabisa kwamba ni kama inyunyizwe sehemu fulani kwenye madhabahu, kwenye mahali patakatifu. Walielekezwa kabisa. Kama ni kwenye miimo ya milango, mwana kondoo wa Pasaka kipindi kile cha wako utumwani Misri. Mungu alielekeza specifically kwamba sio unaamka unajisikia unakinyunyizia kinanda damu ya Yesu kwa sababu kimegoma. Ni vizuri. Unanyunyizia drum damu za, yaani sio unavyojisikia. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa kwamba damu ya Yesu haina matumizi mengi kama tunavyofikiria. Na jambo lingine ambalo tunataka tuelewe ni kwamba damu ya Yesu ni damu ya Agano Jipya la upatanisho kwa njia ya msamaha au kwa njia ya ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu ni damu ya Agano Jipya la upatanisho. Kwamba damu ya Yesu ilichokifanya, ilifanya agano tunasema agano. Kwa nini tunasema Agano Jipya? Kwa sababu hapo mwanzo, wakati kabla ya damu ya Yesu haijatolewa, na tutakuja kuona ilitolewa wapi, kulikuwa kuna agano. Kwa hiyo ndio maana ikaitwa Agano Jipya. Maana kulikuwa kuna agano la kale. Mungu aliingia agano na nyumba ya Israeli. Alafu hilo agano likaachilia sheria ambayo ilikuwa inaitwa sheria ya Torati. Kwa hiyo Yesu alipofanya agano likaitwa agano jipya. Kwa hiyo ni damu ya Agano Jipya la upatanisho. Anasema kwa njia ya msamaha au ondoleo la dhambi.
Katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 27, kuanzia mstari wa 27 na 28. Anasema Yesu mwenyewe hapa alikuwa anatoa mfano, akasema akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Anasema imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Ndiyo damu yangu ya agano. Yaani kwa maana. Sasa anaposema kwa maana ni nini? Unajua Yesu huu kitu alikuwa anatumia divai. Alikuwa anawapa divai. Akasema kwa maana. Yaani anaposema kwa maana, maana yake this is an example. Hii ni mfano. Yaani huu ni mfano kwa maana. Yaani kwa maana. Yaani hiki kitu maana yake ni hii. Kwa hiyo ile divai sio kwamba ndo damu ya Yesu. Ile ilikuwa ni representative, yani representation, kwamba ilikuwa ni mwasilisho wa picha. Ni mwasilisho fulani wa picha, kwamba ukiona maana yake ni hii. Sema kwa maana hii ni damu yangu ya agano. Anasema imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo. Yesu alikuwa specific kwa ajili ya. Yaani damu iliyomwagika akasema kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Yaani ilikuwa specific kabisa. Yesu alizungumza kitu. Ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapopokea ondoleo la dhambi, tukapokea ondoleo la dhambi, maana yake ile ondoleo la dhambi linasababisha kuna vitu vitokee mbeleni. Yaani kuna matokeo ya sisi kupokea ondoleo la dhambi. Kwamba tunapopokea msamaha wa dhambi au tumepokea msamaha wa dhambi kwa sababu ya damu ambayo aliitoa Yesu. Na tutakuja kuona kwa kina. Unajua ukisema damu ametoa Yesu ikatoa ondoleo la dhambi, yani kuna connection gani? Lazima tuelewe vitu. Lakini kwa summary ni kwamba damu ya Yesu imetupa sisi msamaha wa dhambi. Alafu tulipopokea msamaha wa dhambi tukafanyika kuwa watoto wa Mungu. Alafu tulipofanyika kuwa watoto wa Mungu, maana yake kwamba kuna mamlaka, kuna nafasi ambayo tumewekwa ambayo inamlazimu Mungu atutreat katika namna ya utofauti. Kwamba tunapoitwa wana wa Mungu, maana yake kwamba tunalindwa, tunabarikiwa, tumebarikiwa. Sema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika Kristo Yesu. Maana yake ndani ya Kristo, kwa sababu nimepokea msamaha wa dhambi, mimi ni mtakatifu. Maana yake Mungu akiliangalia haoni dhambi. Kwa nini? Kwa sababu niko ndani ya Yesu. Damu ya Yesu imenitakasa. Kwa Mungu haoni dhambi, akiangalia anatuona sisi ni watoto wake. Anatuona sisi ni watakatifu. Sasa kwa ile sisi kuwa watoto wake, kwa ile kupata status ya kimungu, maana yake kwamba kuna mamlaka ambayo tumepewa. Kuna mamlaka ambayo tumepewa. Na mamlaka ambayo tumepewa, asema muombeni Baba lolote kwa jina langu naye atawapa. Kwa hiyo damu ya Yesu kazi yake kuu ondoleo la dhambi. Alafu ile ondoleo la dhambi, tulipopokea ondoleo la dhambi, tukapelekwa katika hatua ambayo inatupa privileges, inatupa fursa fulani. Kuna namna fulani tunapata fursa fulani ambazo hizo fursa zinatokana na sisi kupokea ondoleo la dhambi. Kwa hiyo kuiambia damu ya Yesu ifanye matokeo inakuwa ni yani inakuwa ni kitu ambacho ni akielewe kwamba nimeshatolewa, nimefanyika kuwa mwana. Mimi na uwezo wa kwenda mbele za Mungu kwa jina lake tu, kwa jina la Kristo, nikapokea chochote ambacho ninakitaka. Hebu nitoe mfano, maana hapo kidogo ni pagumu. Kwa mfano tunaelewa kwamba hii kompyuta inahitaji umeme ili iwake, si ndio Inahitaji umeme ili iwake. Kwa umeme ukiingia ndani, kompyuta inawaka. Kwa kazi ya umeme ni kuwasha hii kompyuta. Sasa hii kompyuta umeme ukishaingia ukaiwasha, kuna activity ambazo unaweza nikazi access nikafanya calculations,
nikaandika, nikatype, calculator na kadhalika. Sasa hii kompyuta tayari kuna uwezo fulani ambayo inayo kwa sababu ya umeme umeingia huko ndani. Sasa mimi nikitaka kucalculate, sitakiwi niuambie umeme ukufanye calculation. Kwa sababu umeme usha enable hii kompyuta, ushaiwezesha hii kompyuta kuwa na uwezo fulani wa kufanya activity fulani. Sasa ni sawa sawa na damu ya Yesu. Damu ya Yesu ilichokifanya imetupa access. Alafu ndani ya hiyo access kuna functions ambazo zinaweza tukaenenda nazo. Kwa hiyo tuelewe. Kazi ya damu ya Yesu ni ya msingi, ni kuu. Sasa kuitumia damu ya Yesu siju kwenye magari, this car is protected by the blood of Jesus. Sio kazi yake. Kwa sababu ni kama mimi nimekombolewa na damu ya Yesu, maana Mungu ananilinda mimi na mali zangu. Kama nimebarikiwa kwa baraka zote za Roho katika Kristo Yesu, kwamba ile kusamehewa dhambi kuwa ndani ya Kristo, tayari kuna baraka ambazo nilizonazo. Sitakiwi niambie tena damu ya Yesu inibariki, maana tayari mimi nishabarikiwa. Yaani damu ya Yesu imefungua mlango kwamba ukiingia huko ndani kwa sababu ya damu ya Yesu, yani tunakuwa na access ya. Kwa hiyo kuambia damu ya Yesu ifanye vile vitu ambavyo tayari unavyo. Yaani sawa leo hii labda kuna namna fulani umeteuliwa na labda na kiongozi fulani amekuteua, amekupa mamlaka fulani. Alafu kila ukitaka kufanya unaenda kumwambia yule aliyekuteua afanye. Yaani atakushangaa, si ndio kwamba mimi nimeshampa access, nimeshampa uwezo wa kufanya. Na ndio maana hata Yesu mwenyewe alielekeza tuombe kwa jina lake. Yaani tutambulike kwa jina lake, tuombe kwa jina lake, kwa sababu damu yake kuna namna ambavyo imeshatupa kibali. Kwa sababu jina la Yesu hauwezi ukalitumia kama haujapokea msamaha wa dhambi. Kwamba lazima damu ya Yesu ishughulike na maisha yako, uiamini. Alafu ndio unakuwa na uhalali wa kutumia jina la Yesu. Kwamba sio kila mtu anaweza kutumia jina la Yesu. Ni wale tu ambao wamepokea msamaha wa dhambi katika damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimeona nizungumze kidogo hapo ili tuelewe damu ya Yesu ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Alafu ondoleo la dhambi linafungua vitu vingi katika maisha yetu. Katika maisha yetu. Labda nizungumze sasa kwa kina kuhusiana na agano. Tunapozungumza agano kwanza ni kwa sababu nisema ni agano jipya. Agano ni kitu gani? Kwamba ni damu ya agano jipya. Lazima tuelewe hivi vitu. Tunaposema agano ni makubaliano ya pande mbili yanayozaa mahusiano ya aina fulani kwa pande hizo. Ni makubaliano ya pande mbili yanayozaa mahusiano ya aina fulani kwa pande hizo, na kila upande kutimiza wajibu wake sawa na hayo makubaliano. Sasa hayo makubaliano ni ya kisheria, kwamba kuna makubaliano ambayo pande mbili yanaingia ambayo yanazaa mahusiano ya aina fulani. Kwa mfano tunaelewa hata ndoa ni agano. Unajua ndoa ni agano, ni agano ile. Kuna mahusiano ya wawili kuwa mmoja, agano. Ndio nasema mahusiano ya aina fulani. Kwa hiyo hizi pande mbili kuna namna fulani ambavyo zinaingia makubaliano. Hayo makubaliano yanafungwa na sheria. Kwa hiyo kila agano linazaa sheria. Yaani makubaliano hayo lazima yawe kwa msingi wa sheria. Ndio maana agano la kale, agano Musa Mungu aliloingia na nyumba ya Israeli. Akasema wana wa Israeli alipowatoa Misri. Lile agano lilizaa sheria inaitwa sheria ya Torati. Kwamba mahusiano yangu mimi na nyumba ya Israeli, kwa sababu ile tuelewe kwamba hapa nasisitiza sana kwamba lile agano ambalo Mungu aliingia na nyumba ya Israeli kwa mkono wa Musa lilikuwa ni kwa ajili ya wana wa Israeli tu, halikuwahusu mataifa. Kwa hiyo
Hata tukiona leo watu wanafuata Torati, unawashangaa jamaa vipi kwa sababu halikuwa linawahusu. Aliingia tena jangwani kati anawatoa utumwani. Kwa hiyo aliingia nao, likazaa sheria inaitwa sheria ya Torati. Ilikuwa ina masharti na vigezo kwamba ili uhusiane na Mungu lazima ufanye hivi. Utoe, kuna malimbuko, kuna namna ya utoaji kondoo, sio kuna namna ya kumkomboa mzaliwa wa kwanza. Kuna vitu vingi sana mle ndani kwamba mzaliwa wa kwanza wote wa wanyama na binadamu ilikuwa ni haki, lazima wapeleke kwa Mungu. Kwa mwanadamu utamkomboa kwa sadaka inayoitwa sadaka ya mzaliwa wa kwanza. Ukisoma Torati kulikuwa kuna masharti magumu sana. Na Mungu aliwapa ile sheria au aliwapa ule mkataba wa mahusiano wao yake na yeye kwa sababu ya kutoamini kwao. Kwa sababu Mungu alipowatoa katika nchi ya Misri, lengo lake kubwa ilikuwa tu ni kwamba wamuamini yeye. Lakini alienda nao jangwani, bado still walifanya mambo magumu. Walikuwa wakati mwingine walikuwa wanamlalamikia, wakati mwingine walikuwa wanamwambia Mungu, umetuleta huku ili uje kutuulia huku jangwani. Kuna namna walikuwa wanajitahidi kwa uweza wao, japokuwa walikuwa na Mungu alikuwa anawaongoza. Sasa Mungu akasema kwa sababu hao wanahisi kwamba au wanafikiri kwamba kwa matendo yao wanaweza wakawa na ukamilifu, akawapa sheria ambayo iliweka vigezo. Na hiyo sheria ndio ilikuwa inaitwa sheria ya Torati, sheria ya Torati. Na kwenye Agano Jipya pia nataka nizungumze kitu na tuelewe vizuri. Kwenye Agano Jipya hili tulilopo lina sheria. Unajua kuna namna tunaweza tukafikiri kwamba sisi tunaongozwa, sisi ndani ya Kristo hatuko chini ya sheria. Hatuko chini ya sheria. Kuna sheria. Usiseme kwamba sisi hatuko chini ya sheria. Na nataka niseme hivi, unaposema uko chini ya sheria ama uko chini ya sheria, lazima uzungumze sheria gani? Kwa sababu unaposema sheria, lazima ujue sheria gani. Kwa sababu Biblia yenyewe imesema kwamba taona. Naomba nisome kitabu Warumi 8 mstari wa 2, anasema hivi: kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu umeniacha mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana kuna sheria mbili hapa zimetajwa. Ukisema hatuko chini ya sheria, hauko chini ya sheria gani? Hauko chini ya sheria gani? Kwa sababu hapa kuna namna fulani wapendwa tunajidaigi, tunasema sisi bana hatuko chini ya sheria. Na wanakoti ili andiko la Galatia 5:18. Anasema lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Kwa hiyo mimi naongozwa na roho, siko chini ya sheria. Ukisoma vizuri hauko chini ya sheria ya Torati. Kwa hiyo sheria inayozungumziwa hapa ni sheria ya Torati. Sheria ya Torati. Kwa sababu mtu ukikaa hauna sheria yote inakuongoza, yani utakuwa muasi. Lazima utakuwa muasi. Watu ambao wanaenenda bila kuongozwa na sheria yote lazima wataasi. Kuna namna fulani watakuwa wanaenda kiajabu. Kwa hiyo ile kuongozwa na roho ndio inaitwa sheria ya roho uzima. Kwamba sasa hivi hatuongozwi na sheria ya Torati, ila tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwamba Roho Mtakatifu akikwambia usifanye hichi, maana yake ndio sheria hiyo. Na uzuri mmoja Roho Mtakatifu anaweza kumuongoza kila mmoja sawa sawa na uelewa wake, sawa sawa na kiwango chake. Kuna namna ambavyo anamuexpose katika sheria zake kulingana na ukomavu wake. Hivyo unajua iko hivi, nasema hivi kwamba Biblia ikasema, Paulo akasema yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa ili katika hayo mpate kuukulia wokovu. Maana kwamba unapomuintroduce muamini, kuna namna fulani lazima aanze kuelewa taratibu. Yaani muamini aliyeokoka leo hii hawezi kutembea sawa sawa na yule ambaye pengine kiwango chake cha kutembea na Mungu na kumjua na kusikiliza mafundisho ni kwa muda mrefu. Yaani haiwezekani. Kwa hiyo sisi tunaongozwa na sheria. Lakini sheria hiyo ni sheria ya roho wa uzima. Kwamba wanaoongozwa na roho, maana kwamba wao ndio wanaongozwa na sheria ya roho wa uzima. Kwa hiyo lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Maana kwamba tunaweza kusema simple like this, kwamba sisi tulio katika sheria ya roho wa uzima
hatuko chini ya sheria ya Torati. Bwana Yesu asifiwe. Na kingine ambacho nataka nikiseme hapa, naona yani hapa ndipo kwenye introduction, mbona sitogei. Sasa tumesema kwamba agano ni makubaliano kati ya pande mbili. Na hayo makubaliano lazima yawe na mtu anaitwa mjumbe. Kwamba kuna pande mbili zinaingia makubaliano. Sasa sio upande mmoja unamfuata upande mwingine ukamwambia tuingie makubaliano. Yaani lazima kuna mjumbe hapo katikati ambaye anaaminika na pande mbili. Yaani akija upande huu anaaminika na upande huu anaaminika. Alafu sasa huyo anakuwa ni mjumbe. Sasa tukisema mjumbe tunamaanisha nini? Mjumbe ni mpasha habari, kwamba anachukua habari za upande huu, anawaambia bana upande huu unahitaji ABCD ili muwe na mahusiano naye. Kwa hiyo tukiangalia Musa alikuwa ni mjumbe wa agano lile, agano la kale ambalo lilizaa Torati, kwamba alikuwa anaaminika na nyumba ya Israeli, lakini pia alikuwa kwa Mungu ana mahusiano na Mungu. Kwa hiyo alikuwa na mahusiano huku na huku. Kwa hiyo alistahili kuwa mjumbe. Kwa hiyo Mungu alizungumza na Musa, alafu ile habari au yale maelekezo akayapeleka kwa wana wa Israeli ili kukubali kuingia hayo makubaliano. Kwa hiyo makubaliano lazima yawe na mjumbe. Na katika hili ukiangalia wakati Yesu anafundisha katika Israeli, tunaona kwamba hata makuhani wale Mafarisayo walikuwa wanamwambia Musa alituamuru hivi. Maana kwamba Musa ndio alitoa yale maelekezo kwa sababu ndio mjumbe. Yeye ndio amepokea habari kwa Mungu. Kwa sababu Mungu hawezi kuja akazungumza na kila mtu. Anamtumia mjumbe. Yeye ndio alipewa maelekezo hayo. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 8:5 anasema basi katika Torati ya Musa alituamuru kuwapiga mawe wanawake wa namna hii. Nawe wasemaje? Musa alituamuru. Marko 10:4 wakasema Musa alitoa ruhusa ya kuandika hati ya talaka na kumwacha. Walikuwa wakisema Musa na hata Yesu mwenyewe alisema kwenye Yohana 7:19 anasema, "Je, Musa hakuwapa Torati? Wala hakuna mmoja wenu aitendaye Torati. Mbona mnatafuta kuniua?" Musa hakuwapa Torati. Maana yake mjumbe. Musa ndiye alikuwa mjumbe. Na hata wenyewe walikuwa wasema Musa alituambia hivi. Na hata sisi tutakuja kuona huku kwamba kwa nini tunapozungumza kwamba Yesu anasema, kwa sababu Yesu ni mjumbe. Kwamba sisi tulimsikia Mungu kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo walikuwa sahihi kabisa kusema kwamba Musa alituamuru, kwa sababu Musa ndio alisikia kwa Baba. Na katika hili tunaona Yohana 1:17 anasema kwa kuwa Torati ililetwa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Na yani katika hapa nikikaa sana hapa ni parefu kidogo. Naomba niishie tu juu kwa juu, tuendelee mbele. Maana hapa ni kipengele kidogo kirefu kweli nikiendelea kusoma hapa. Lakini nataka kusema kwamba mjumbe ndio anaaminika. Kwamba pande ya kwanza unamwamini kumtuma kwa sababu kule pia anakubalika. Na nimesema kwamba mjumbe kazi yake ni kuwa nini? Kuwaambia, kuwapasha habari kile ambacho amesikia upande mwingine. Kwa hiyo nikifuata kile mjumbe ambacho anakisema, maana yake nini? Mjumbe ni wa muhimu kweli hapo katikati. Mjumbe ni wa muhimu kweli kwa sababu mjumbe ndio ananiambia. Sasa Yesu ni mjumbe wa agano jipya. Kwa sababu ukiangalia lile agano la kwanza kuna vitu ambavyo ilizungumza kwa habari kwenye sheria zile. Kwa sababu tusema agano linazaa sheria. Kuna kutoa talaka, kuna kuwapiga watu kwa mawe, kuadhibu. Yalikuwepo haya mambo. Jino kwa jino, kuna aina ya sadaka zilizungumzwa, malimbuko na kadhalika. Na tunaona katika ile agano jipya ni agano la tofauti. Kwamba hata Yesu mwenyewe alianza kuliintroduce kidogo, akasema mmeambiwa kwamba
au imenenwa kwamba ni jino kwa jino, lakini mimi nawaambieni mpende adui yenu, waombeeni wale wanaowaudhi. Kwa kuna namna agano hili jipya lina sheria ya tofauti. Lina sheria ya tofauti. Na tutakuja kuona kwamba hata lile agano lile kule ambalo vile vigezo na masharti ambavyo vilikuwa vinazungumzwa, kuna namna ambavyo ilikuwa ni kivuli cha picha halisi ya kwamba vilikuwa vile vigezo na namna, kuna namna ambavyo vilikuwa vinamzungumzia Yesu Kristo. Sasa nikizungumza hapo kidogo nitawachanganya, lakini kiuhalisia yale aliyofanya Musa na kila kitu, tutakuja kuona kwamba ni mfano wa ukombozi ambao Mungu alikuja kuufanya kupitia Yesu Kristo. Kwa mfano ukiona yule nyoka aliinuliwa jangwani, wakamwangalia watu wakapona. Yesu aliinuliwa msalaba, kwamba ukimwangalia Yesu katika unapona. Umeona? Kuna vitu ambavyo vilizungumzwa kule, ukiangalia patakatifu pa duniani, lakini Yesu aliingia patakatifu mbinguni. Kuna vitu vingi, lakini ninachotaka kusema ni kwamba Yesu ni mjumbe wa agano hili. Sasa mjumbe, kama nilivyosema, mjumbe lazima tunamsikiliza yeye, kwa sababu yeye ndio amesikia. Alisema ni asemayo mimi, si asemi kwa shauri yangu, ila niliyomsikia Baba akiyasema. Na katika hili nataka niseme kwamba uone umuhimu. Kwenye kitabu cha Marko 9 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 8. Kuna wakati Yesu alienda mlimani na wanafunzi wake. Alafu alipoenda mlimani na wanafunzi wake, akamtokea Musa na Elia. Wakawa wanazungumza pale watatu. Wanafunzi wake iko kitu wakakiona, kwa sababu walikuwa wamejenga fulani. Sasa kwenye hili anasema kwamba wakatokewa na Elia pamoja na Musa. Nao walikuwa wakizungumza na Yesu. Yesu anasema Petro akajibu akamwambia Yesu, Rabi, ni vizuri sisi kwako hapa. Na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Musa, kimoja cha Elia. Anasema maana hakujua la kunena. Anasema kwa kuwa waliingiwa na hofu nyingi. Anasema kisha likatokea wingu likawatia uvuli. Sauti katoka katika lile wingu. Anasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikilizeni yeye. Anasema mara hiyo walipotazama huku na huku, hawakuona mtu pamoja nao ila Yesu pekee. Kwamba Petro akasema kwamba ni vizuri sisi kuweko mahali hapa, tujenge kibanda kimoja cha Musa, kingine cha Elia, kingine cha Yesu. Kwamba walinganishe wote sawa. Kwamba mjumbe huyu awe na kibanda chake, huyu awe na kibanda chake, huyu na kibanda chake. Lakini ile wingu likasema yaani Mungu mwenyewe akamdhihirisha akasema huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Maana yake usimsikilize Musa, usisikilize manabii, kwa sababu Elia alikuwa ana represent manabii. Unasema kuna Musa na manabii walizungumza. Yaani katika manabii wakuu alikuwa ni Elia. Kwa hiyo Musa alikuwa ni mjumbe, kwa maana alikuwa anawakilisha agano. Lakini katika manabii, sababu Musa na manabii Mungu aliwatumia sana. Katika zama zile alimtumia Musa kuweka agano, lakini kupitia wana wa Israeli alizungumza kupitia manabii. Sasa katika manabii wote Elia alikuwa ni nabii mkuu. Kwa hiyo walikuwa wanazungumza naye. Alafu ghafla Petro, kwa sababu pia naye amekulia katika familia ya Kiyahudi ambao walikuwa wanafundishwa habari za Musa na manabii, akaja pale akasema ni vizuri wajenge vibanda vitatu, kwamba alikuwa anawalinganisha kwamba Yesu cha kwake na huyu cha Elia na huyu cha Musa. Lakini wale wengine wote wakatoeshwa. Alafu Mungu akasema huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Maana kwamba usimsikie Musa, usimsikie Elia, bali msikilizeni Yesu. Kwa hiyo picha ni picha ambayo ilikuwa inaonyesha tu ni jinsi gani kwamba mjumbe huyu ambaye amekuja katika zama hizi mpya ndio anastahili kusikilizwa, na kufuatwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuende mbele kidogo, lakini tuelewe kwamba mjumbe anayeaminiwa ndio anafuatwa. Uwezi ukasikiliza wajumbe wawili, utachanganyikiwa. Kwa sababu kila mjumbe amekuja akafanya agano, na hilo agano likazaa sheria. Uwezi sheria za nchi
ya Kenya ukazileta, ukaanza kutembea na sheria za Kenya katika nchi ya Tanzania. Haiwezekani. Kwamba nitembee na sheria ya Torati ndani ya Agano Jipya, hamna kitu kama hicho, hakuna. Yaani utajichanganya, na wengi sana wanachanganya kitu hiko, kwa sababu mahusiano yanafungamana na yanafungwa na agano. Yaani mahusiano yote katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili lazima kuna kitu kinachoitwa agano. Na hicho kinaitwa agano. Sasa uweze ukawa wewe uko mjumbe wangu, nasema mimi namwamini Kristo, lakini at the same time unafuata mafundisho ya Musa. Yaani utachanganyikiwa. Utembelee sheria za, kwa mfano ukienda nchi kwa mfano kama za Ujerumani, nchi za Ulaya, wana sheria zao. Hata kwa mfano speed limit, nilikuwa naangalia wenzetu kuna barabara ambazo hazina speed. Ukatoa sheria ya kule ukaja ukatembelea, kwa sababu kule wana barabara zao, ukaja ukatembea zaidi ya speed 80 hapa. Yaani itakuwa ni illegal. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie sasa namna tunavyopata msamaha, au namna msamaha tunavyopata katika Kristo. Sasa tuangalie namna ambavyo msamaha tunaopata katika Kristo. Tumesema kwamba damu imetupa msamaha. Lakini kingine ambacho tunataka tuelewe katika hii namna tunavyopokea msamaha katika Kristo Yesu, msamaha wote unatolewa kwa kunenwa au kutamkwa. Kwamba unaposema umesamehewa au unapopokewa msamaha, kuna namna ambavyo lazima kuna maandishi imetamkwa mahali, imenenwa mahali. Kwamba nitasemaje kwamba umenisamehe? Sasa umeniambia bana nimekusamehe. Yaani unapomwambia mtu kwamba nimekusamehe, ndio namna ambavyo umetoa msamaha. Au pengine labda kuna mtu anatoa decree ya msamaha kwamba na ameandika kwamba umesamehewa. Maana yake ni kwamba sasa unaelewa kwamba nimepokea msamaha. Kwa msamaha wote unatolewa kwa kunenwa au kutamka. Na katika Kristo Yesu au damu ya Yesu inanena. Na sio damu ya Yesu tu, damu inanena. Tuangalie kwa nini damu? Sifa za damu. Tunapozungumza damu, unajua ukisema damu inanena, mtu anaweza akajiuliza kwamba how comes damu inanena? Lakini tukisema sifa ya damu ndio uhai wa kila mnyama. Damu ndio uhai wa kila mnyama. Ndio maana Mungu aliwaruhusu wana wa Israeli kula nyama, ila akawakataza wasile damu, kwa sababu damu ni uhai. Ni kitabu cha Mwanzo 9:4 akasema, bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake msile. Yaani nyama pamoja na uhai, yaani damu yake msile. Kwamba mnaweza nyama pamoja na uhai au pamoja na damu msile. Yaani mnapokula mle nyama tu. Kwa kitabu cha Mambo ya Walawi pia 17:11 anasema, kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu. Anasema, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Damu ni uhai. Hata katika namna logic ya kawaida, ugonjwa kuingia katika damu una affect uhai. Damu ndio uhai. Quality ya damu leo ina determine afya ya mtu. Kwamba mtu ana afya katika state fulani kwa sababu damu yake haina pengine vijidudu vya magonjwa. Damu yake iko salama. Kwa damu ndio inabeba uhai. Damu ndio ina supply damu. Ina supply oxygen, si ndio? Ina supply oxygen, ina supply chakula, nutrients na kadhalika. Yaani katika mnyama damu ndio source of life, ndio imebeba uhai. Kwa hiyo tukiangalia damu ndio uhai wa kila mnyama, Lakini pia ulimwengu wa roho, jinsi ilivyo, ulimwengu wa roho unaweza ukapokea taarifa au ukazisoma taarifa katika damu au kupitia damu. Ulimwengu wa roho unaweza ukasoma taarifa, unaweza ukapata taarifa zako kwa kusoma au kuangalia damu. Ndio maana kuna watu wanatoa makafara. Wanamnenea mnyama, alafu akishamnenea
damu yake wanaichinja, wanaimwaga mahali. Kwa nini? Kwa sababu damu inabeba information. Damu inabeba taarifa ambazo ulimwengu wa roho ambao usionekana unaweza ukazisoma, unaweza ukaziona. Kwa taarifa zinazobebwa katika damu. Yaani unajua kuna vitu ambavyo unaweza ukaviona kwamba kama ni vya kijinga, kwamba watu wananenea wanyama pale, nini, afu baadaye wanamchinja, damu inamwagika pale, wanatoa makafara. Maana yake kwamba ile damu ile ndio inazungumza katika ulimwengu. Wakiangalia ulimwengu wa roho, ukiangalia damu unapata taarifa. Katika hili tukisoma kitabu cha Yohana wa kwanza 5 kuanzia mstari wa 8 na wa 9. Anasema kwa kuwa wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na hao watatu ni umoja. Anasema kisha wako watatu washuhudiao duniani. Anasema roho, maji na damu. Anasema watu na watatu hawa wapatana katika habari moja. Just imagine, wako watatu washuhudiao duniani. Roho yangu, kuna damu na maji. Ina maana kumbe damu inashuhudia. Damu inashuhudia. Sasa kwenye kitabu cha Waebrania 12:24 anasema na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyiza, damu inenayo mema kuliko ile ya Abeli. Maana damu ya Yesu kuna taarifa ambayo imezibeba. Kuna ujumbe ambao umeibeba. Kwamba Yesu aliposema damu hii ni ya ondoleo la dhambi, maana damu yake ilibeba taarifa au ilibeba declaration, ilibeba hitaji la kuondoa dhambi za kila anayeamini. Kwa alipoenda kuinyunyiza patakatifu mbinguni, maana kwamba damu ya Yesu, taarifa iliyobeba au nia au ujumbe iliyobeba ni wakusii ondoleo la dhambi. Wakusii ondoleo la dhambi. Anasema damu inanao mema kuliko ile ya Habili. Tukiangalia katika kisa cha Habili, kuna mtu anaitwa Abel na Kaini. Kaini alimuua Habili kwa sababu ya uwivu tu. Sadaka ya uwi ilikubaliwa na ya kake ikakataliwa. Alafu damu ya Habili ikaenda mbele za Mungu kunena kisasi. Kwamba mbele za Mungu kuna namna ambavyo ilikuwa inazungumza kisasi. Ilikuwa inataka kisasi kwa sababu ya ile damu ambayo imemwagwa. Kwa hiyo damu inabeba taarifa. Mtu akifa na uchungu, ndio maana mtu akifa na uchungu au kuna namna fulani akazungumza maneno magumu sana ya kukulaani, maneno magumu kweli kweli, yaani ile damu inazungumza katika ulimwengu wa roho. Inazungumza, inaweka madai, inasema. Na ndio maana ulimwengu wa roho unatumia damu kupeleka information. Wanaizungumza kama ni kwa mnyama au wakati mwingine hata kwa mtu. Wanaweza wakakuandaa mtu, wakakuhadaa, alafu kisha kuhadaa na kusacrifice. Kama ukaamini. Kuna namna wanaweza kuzungumzia wakati alafu wanakusacrifice. Kwa hiyo usione tu watu wanazungumza alafu wanatoa damu. Ni kitu ambacho damu inapeleka ujumbe katika ulimwengu wa roho. Kwamba damu inapoachiliwa, kuna namna ambavyo ulimwengu wa roho unaweza ukapata taarifa katika. Kwa hiyo damu ya Yesu alipoitwa akaenda nao mbinguni, kwa sababu tutakuja kuona kwamba damu ya Yesu ilinyunyizwa sio pale msalabani. Yaani tuelewe hivyo kwamba pale msalabani ilimwagika sawa, lakini damu ambayo inanena mema ni ile ambayo alienda nao mbinguni. Unajua Yesu alipofufuka, tuelewe kitu kimoja, alipofufuka kuna wakati pale yule mwanamke akataka kumgusa, akamwambia usiniguse. Kwa sababu alipofufuka alipaingia patakatifu alafu akarudi. Yaani ni kitu ambacho watu wengi hawawezi kuelewa. Lakini alipaingia patakatifu kunyunyiza damu yake, alafu ndio akachukua mwili wake akarudi tena. Kwa sababu Yesu aliwatokea hata baada ya kupaa. Kuna watu waliwatokea. Kwa mfano alimtokea Paulo. Paulo alitokewa na Yesu wakati anaitwa Sauli. Kwa hiyo nataka niseme Yesu akitaka kuja ulimwenguni anaweza, kwa sababu ule mwili bado upo. Anao. Bwana Yesu asifiwe.
damu yake inanena habari ya msamaha. Alipoimwaga patakatifu mbinguni, damu yake ilikuwa inazungumza hata leo habari ya msamaha wa dhambi. Kwa mimi by default nimesamewa. Nikitenda kosa leo, alafu nikajua kwamba hiki nilichokifanya sio sahihi mbele za Mungu. Yaani sio kwamba lazima nimwambie Mungu nisafishe, nisamee. Watakuwa utubu. Kutubu ni nini? Kutubu ni kubadilika. Yaani kwamba nimejua kwamba nimekosea hapa. Sio kwamba nikimwambia Mungu nisamee ndio atakusamee kwamba atafuta dhambi zako. Yaani ukijua kwamba kuna sehemu nimekosea au unakosea, automatically wewe tubu, badilika, rejea. Unarejea. Yaani wasema kuishi maisha ya toba, sio maisha ya toba kwamba kila siku Mungu damu yako inisafishe. Damu ya Yesu ishafanya kazi. Alipoingia patakatifu mbinguni mara moja, akainyunyiza damu ambayo inanena msamaha hata leo. Inanena rehema, habari ya msamaha wetu. Maisha ya toba ni maisha pale ambapo ninapojua kwamba kuna kitu fulani nimekifanya ambacho sio sahihi, inarejea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusamei kwa sababu tunamwambia Mungu damu ya Yesu inisafishe, initakase. Yaani msamaha tunaopokea hakuna jitihada zetu. Kwa mfano kama ingekuwa kwamba bila kumwambia Mungu anisafishe siwezi kusafishwa. Maana yake ni hii. Maana yake kwamba kuna watu ambao wameokoka wangeweza kufa kwa sababu hawajasema damu ya Yesu imsafishe, anaenda kupata hukumu. Sasa haiwezi kuwa hivyo kwamba kila unachokifanya umwambie Mungu nisafishe. Kila unachokifanya nisafishe. Kila unachokifanya nisafishe na yale ambayo nimeyafanya bila kutokujua. Jamani. Yaani kama ingekuwa Mungu anatusafisha kwa sababu ya jitihada zetu, kwamba tumemwambia tusafishe. Kama tunapokea msamaha kwa sababu tumemwambia. Na kuambia kanisa, watu wote waamini, asilimia wachache sana wangeingia mbinguni. Wachache sana wangeingia katika ule uzima ujao. Kwa hiyo msamaha wa Mungu, damu ya Yesu inaendelea kunena mema. Tunapogundua kwamba tumekosea sehemu fulani, tunaishi maisha ya toba, ya kurejea. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu imetuweka karibu na Mungu. Waefeso 2:13 anasema, lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali kwanza mmekuwa karibu kwa damu ya Yesu yake Kristo. Damu yake Kristo imetuweka karibu. Tumepokea msamaha wa dhambi. Tulipopokea msamaha wa dhambi, tukawa tunastahili mbele zake. Warumi 3:20 anasema, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria au kwa matendo ya Torati, kwa sheria ya Torati. Anasema kwa maana kutambua dhambi huja kwa sheria, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria inayoshuhudiwa na Torati na manabii. Anasema ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote wamwaminio. Hakuna tofauti. Anasema kwa maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Yesu Kristo, ambaye Mungu amekisha kumweka kuwa upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aionyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotanguliwa kufanya kwa njia ya imani katika damu yake. Anasema ambaye Mungu amekwisha kuweka upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aionyeshe haki yake. Kwamba unatakiwa uiamini tu damu ya Yesu, kwamba kupitia damu ya Yesu umesamehewa dhambi. Kuiamini. Yaani unajua kuna vitu vingine unatakiwa tu unaamini kwamba damu ya Yesu imeshafanya kitu hiki. Damu ya Yesu imeshanitakasa. Damu ya Yesu inaendelea kuzungumza kwa habari ya msamaha wangu. Damu ya Yesu kwa njia ya imani, Yaani kama ingekuwa ni kusema au kwa kutamka kwamba damu ya Yesu initakase ndio nipokee msamaha wa dhambi. Hata mimi inawezekana yani hapa siku nyingi sana kwenye ule uzima ujao nitakuwepo sipo. Na sio mimi, wengi tu. Wengi. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu ilishanyunyuzwa mara moja na Yesu Kristo mwenyewe kuhani wetu mkuu. Na ile ondoleo la dhambi, nimesema kwamba ondoleo la dhambi linafungua milango ya sisi kupokea ahadi ambazo Mungu alimwahidia
Ibrahim. Anasema kupitia uzao wako mataifa ya ulimwengu watabarikiwa. Unajua moja ya kitu ambacho tunachanganya sana, na hili nataka nilisisitize sana. Mungu alimwaidia Ibrahim kwamba kupitia uzao wako mataifa ya ulimwengu yatabarikiwa. Tumeweka kwamba Israeli ndio huo uzao. Uzao ulikuwa unazungumziwa, uzao ni mmoja, sio wazao. Ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Na naona sasa hivi hii kitu ina trend sana kwenye ibada, watu kuinua bendera za Israeli. Za Israeli kwamba unaibariki Israeli, akubarikie atabarikiwa. Inaiona hii kitu ina trend. Akubarikiwa atabarikiwa nani? Yesu Kristo. Uzao ulikuwa unazungumziwa ni uzao wa mwanamke. Uzao ambao ulikuwa unaitwa, sababu akisema wazao sawa. Na ile ahadi ambayo Mungu aliachilia, aliizungumza, ilikuwa ni kwamba kupitia Yesu Kristo mataifa ya ulimwengu yatabarikiwa. Kwamba sisi mwanzoni tulikuwa mbele za Mungu hatustahili. Tulikuwa tunaitwa wa mataifa. Lakini kupitia uzao mmoja ukatuconnect sisi hata wa mataifa ya ulimwengu. Tunapokea baraka au tunapokea zile ahadi ambazo Mungu aliziahidi kwa Ibrahim. Kwa hiyo nataka nizungumze hiki kitu. Na yani unajua kwenye hili la kubariki sui nini, yani sasa hivi ndio sasa mimi siwahukumu, lakini kwa sababu pengine ya kutokuelewa kwamba Yesu Kristo, kwa njia ya Yesu Kristo tumebarikiwa baraka zote za rohoni. Yesu Kristo, kupitia Yesu Kristo. Na tunapomalizia msisitizo wa somo hili ni kwamba tuelewe kwamba damu ya Yesu imetupa access kubwa mno. Kwamba kwa damu ya Yesu Kristo tumepokea ondoleo la dhambi. Kwa hiyo hii tutengenezee namna ya kuwa na discipline na damu ya Yesu. Na damu ya Yesu aliinyunyiza mwenyewe patakatifu. Aliinyunyiza mwenyewe. Yesu mwenyewe ndo aliinyunyiza. Na hakutupa mamlaka ya kunyunyiza damu ya Yesu. Kwa sababu hata kipindi kile ni makuhani walikuwa wananyunyiza damu. Wale walikuwa wakitoa sadaka, alafu makuhani ndio walikuwa wakinyunyiza ile damu, makuhani. Na Yesu ni kuhani wetu mkuu ambaye alipaingia patakatifu. Unajua damu ya ondoleo la dhambi ilikuwa inaenda kutolewa, alikuwa akiingia kuhani mkuu mara moja kwa mwaka patakatifu katika chumba cha katika lile hekalu la ambalo lilijengwa na Suleiman. Kulikuwa kuna chumba pale katikati cha patakatifu ambayo tunaona baada ya Yesu kufa pale msalabani lilipasuka lile pazia. Alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Alikuwa akienda kule, moja ya ajenda kubwa ilikuwa pia ni kunyunyiza damu katika sanduku. Pale kulikuwa kunasema kiti cha rehema. Katika juu ya sanduku kulikuwa kuna kitu kinaitwa kiti cha rehema. Kwa hiyo alikuwa akinyunyiza ile damu pale kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya alikuwa akiingia mara moja kwa mwaka. Kila mwaka. Lakini Yesu alipaingia mara moja patakatifu mbinguni. Alafu kupaingia pale kwa sababu damu yake ilikuwa ina ukamilifu wote, akaitoa mara moja. Ambayo alipoitoa mara moja mpaka sasa inanena mema na tumepokea ondoleo la dhambi milele. Yaani haingii mara kwa mara. Haingii kwamba kesho akaingia kama hivi ambavyo kila siku tunajitakasa. Kila siku unaingia najinyunyiza. Kila siku nimekosea hiki Mungu najitafisha, najitakasa. Damu ya Yesu imesha kwa njia ya imani. Tumepokea msamaha wa dhambi kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Tusijione kwamba tuna hatia kwa yale tuliyofanya nyuma. Tukaacha kufanya vitu au tukaomba au tukaenda mbele za Mungu kwa sababu ya makosa. Unaposikia ndani kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa, tubu, badilika, geuka. Na nazungumza hilo kwa sababu kuna namna ambavyo tunaweza hata kuacha kufanya huduma, tunaweza kuacha kufanya jambo fulani kwa sababu tunajihukumu.
kwamba sasa mimi kweli ni kweli. Kama umesikia ndani yako, umejisikia ndani yako hiki kitu hakiko sawa, automatically tu badilika. Unabadilika, unaacha, unaendelea. Lakini ukielewa kwamba Mungu amekusamehe daima. Kwa sababu kwa matendo yetu hatuwezi. Na hiyo kusikia ndani yako ndio Roho Mtakatifu, ndio kazi ya Roho Mtakatifu, anakuambia bana hiki iko sawa. Ndio sheria ya roho uzima inakwambia, kwa sababu Roho Mtakatifu kazi yake pia ni kukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Rikasatakara mandarabose kete. Mungu atusaidie sana, tusijihukumu, tusijione kwamba mbele za Mungu kuna kitu chote tunaweza tukakifanya Mungu akatuhesabia haki. Tuelewe tu kwamba maisha ya toba ndio suluhisho la hatima zetu. Ukisikia ndani kuna kitu ambacho hakiko sawa, badilika. Lakini tuelewe damu ya Yesu ilichokifanya, imekifanya kitu ambacho ni msingi wa wokovu wetu. Imetupa ondoleo la dhambi na ikasimika agano ambalo lilo bora kuliko lile la mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Agano ambalo tumeingia ni agano jipya na ni agano bora kabisa, ambalo limetuleta katika zile ahadi ambazo Mungu alimwaidia Ibrahim. Kwamba ndani ya Kristo tunapokea haki ya kuitwa watoto wa Mungu. Ndani ya Yesu Kristo tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu mbinguni. Ndani ya Yesu Kristo tunaweza kumwomba Baba lolote kwa jina lake, anafanya. Na tunaomba kwa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba kwa jina lake. Na Yesu ndo alichokielekeza, kwa jina langu. Kwa jina lake tutatoa pepo. Kwa jina lake tutaweka mikono juu ya wagonjwa, watapokea afya kwa jina lake. Kwa jina lake. Lakini kwa nini tunaweza kufanya yote hayo? Kwa sababu damu ya Yesu imetufanya kuwa watoto wa Mungu. Tumepata access. Kwa hiyo msingi wa wokovu wetu umetokana na msamaha tulioupokea. Basi nimshukuru Mungu. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya damu yako ambayo imetusafisha. Damu yako ambayo imetufanya hivi tulivyo. Tunaitwa wanao kwa sababu ya msamaha. Kwa sababu mbele zako sisi tunahesabika watoto wako, tunahesabika ni watakatifu kwa sababu tuko ndani ya mwanao ambao mwanao Bwana wetu alilipa gharama ili kwa damu yake sisi tusipokee ile hukumu ya adhabu. Mungu, ninakushukuru kwa sababu ukamilifu wetu hatuna jitihada zozote wala hatuna cha kuongeza, bali yote umeyafanya wewe. Mungu, nikitafakari hivyo, ni upendo namna gani? Tena ukasema ni upendo la namna gani mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ni upendo namna gani Mungu? Ulikufa msalabani ili mimi nipokee haki. Na damu yako ambayo imebeba inakutukuza mfalme. Ninakutukuza Bwana. Ninakutukuza mtakatifu Bwana. Kwa sababu unaendelea kutukamilisha, unaendelea kutusaidia kutembea katika maisha ya toba kwa Roho wako Mtakatifu. Tukufu na heshima ninakurudishia wewe, kwa sababu hakika tunaendelea kusogea na tunaendelea kusafishwa na kutakaswa na neno lako. Utukufu, heshima na adhama vi katika wewe, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Damu ya Yesu inanena mema. 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 Damu inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Damu inatutakasa. Inatutakasa.
Rasa takara